Katika safari ya mafanikio, binadamu wapo katika hatua mbalimbali. Wapo binadamu ambao tayari wamefanikiwa, wapo binadamu ambao wamekaribia kwenye mafanikio, na wapo binadamu ambao bado hawajafanikiwa. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, zipo sababu mbalimbali ambazo hufanya baadhi ya binadamu wawahi kufanikiwa kuliko binadamu wengine, na baadhi ya binadamu washindwe kufanikiwa kabisa katika maisha yao. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha baadhi ya binadamu hufanikiwa haraka kuliko binadamu wengine kwa sababu wameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na watu ambao ndio sababu ya wao kufanikiwa. Kwa sababu natamani nawe uwe moja kati ya binadamu wenye mafanikio katika uso wa dunia, leo nitakwenda kukuambia sifa za mwanamke ambaye ukiwa naye usimuache, kwa sababu huyo ni mwanamke ambaye atakufanya uwe tajiri na mwanadamu mwenye mafanikio makubwa muda si mrefu. Kama nawe ni moja kati ya binadamu waliovutiwa na mada hii, amini video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Na kama unatamani kuendelea kujifunza kuhusu mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sifa mbalimbali za mwanamke ambaye ukibahatika kuwa naye kwenye mahusiano, ujue wewe ni moja kati ya wanaume wenye bahati kubwa katika ulimwengu, kwani ni mwanamke ambaye atakufanya ufanikiwe kuliko wanaume wengine. Namba 1, mwanamke ambaye anasapoti ndoto na maono uliokuwa nayo. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, katika ulimwengu wenye wanadamu zaidi ya bilioni 6, wapo baadhi ya wanaume ambao wameingia kwenye mahusiano na wanawake ambao badala ya kuwa supportive katika ndoto, maono na mipango yao, bali wanawake hao wamegeuka na kuwa vikwazo au vizuizi katika ndoto walizokuwa nazo. Hawa ni wanadamu ambao huwa ni vigumu sana kufanikiwa. Ni kwa sababu unapoingia kwenye mahusiano ya ndoa na mwanamke ni mshauri namba 1 katika mafanikio yako, na ndio maana wananzengo waliwahi kusema kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma kuna mkono wa mwanamke, lakini hata kwenye anguko la mwanaume nyuma kuna mkono wa mwanamke. Inategemeana na wewe umeingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mwenye sifa zipi. Kama wewe ni moja kati ya wanaume ambao wamepata bahati ya kuingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anasapoti ndoto ulizokuwa nazo, huyo ni mwanamke ambaye kwa gharama yoyote hautakiwi kumuacha. Muoneshe upendo, mjali, mthamini, kwa sababu yeye atakusaidia kupiga hatua kutoka katika hatua moja ya maisha na kuelekea katika hatua nyingine ya maisha. Namba 2, mwanamke anayekupa moyo na kukufariji pindi unapopita katika nyakati ngumu za maisha. Kwa kawaida, kila mwanadamu hupita katika nyakati mbalimbali za maisha, na nyakati mbalimbali za maisha zipo katika vipindi mbalimbali. Kuna vipindi vya dhiki, kuna vipindi vya taabu, kuna vipindi vya raha. Barabara ya mafanikio ina mapito ya kila aina. Kuna mabonde, kuna milima, kuna baridi, kuna joto, kuna upepo, kuna mvua. Na hivyo ni vipindi ambavyo asilimia kubwa ya wanadamu wanapopitia. Pindi wasipokuwa karibu na watu sahihi kwenye maisha yao, wengi wao hujikuta wakikata tamaa na kuacha kuifuata njia ya mafanikio ambayo ndiyo yalikuwa malengo yao ya maisha. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanamke, ina maana ni mwanamke ambaye unampenda. Kwenye upendo kuna nguvu ya kweli, kwa sababu upendo una nguvu kubwa na ushawishi katika moyo wa mwanadamu. Kupitia upendo, mwanadamu anaweza akaanguka kama ilivyokuwa kwa Samsoni na Adamu, lakini kupitia upendo mwanadamu anaweza akapata mafanikio makubwa. Inategemeana na upendo umeelekea wapi.
Kama wewe ni moja kati ya wanaume ambao wameingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye ana uwezo wa kukufariji pindi moyo wako unapokuwa umevunjika kutokana na changamoto mbalimbali ambazo unakumbana nazo katika safari yako ya maisha, niamini mimi, wewe ni moja kati ya wanaume wenye bahati sana katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kupitia nguvu na msukumo wa upendo ambayo unaipata kutoka kwa mwanamke wako. Utapata nguvu mpya, utasimama upya, haijalishi umekumbana na changamoto kubwa kwa kiwango gani, ili mradi kinywa cha mwenza wako kinakunenea mema, kinakufariji na kukupa moyo, utajikuta mara zote unaanza upya na kusimama ukiwa imara, huku ukienda kutimiza malengo na ndoto ambazo bila ya kupewa moyo usingeweza kuendelea kuwa imara. Kwani kuna nyakati moyo wa mwanadamu unapovunjika, mwanadamu anahitaji kupewa moyo na kuaminishwa kuwa anaweza, ili asimame akiwa imara na kwenda kuyakabili malengo yake. Namba 3, mwanamke ambaye anaielewa hali yako na kukuvumilia katika nyakati mbalimbali za maisha. Wapo wanaume wengi ambao wameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na wanawake ambao hawawezi kuwavumilia katika nyakati ngumu, wanawake wanaoweza kuwaonesha upendo pale wanapokuwa katika nyakati nzuri za uchumi, lakini pindi wanapopitia nyakati ngumu za maisha, wanawake hukosa uvumilivu na kutaka kuyavunja mahusiano, kwani wanawake wanataka kuendelea kuwa na matumizi kama waliokuwa nayo pindi waume zao walipokuwa na hali nzuri za uchumi. Hao ni wanawake ambao wanaweza kuwa ni sababu ya wanaume kushindwa kufikia malengo yao, kwani katika kanuni mojawapo ya mafanikio, maisha yanapoyumba, hata matumizi yako pia yanatakiwa kushuka. Matumizi siku zote hayatakiwi kuzidi kipato ambacho unacho katika maisha yako. Kama utaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanamke ambaye hauwezi kuielewa hali ambayo unaipitia, wala hauwezi kuwa mvumilivu katika nyakati mbalimbali ambazo unazipitia, hata wewe ni vigumu sana kufanikiwa katika safari yako ya maisha. Hivyo, kama wewe ni moja kati ya binadamu ambao wamebahatika kuingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anaweza kukuelewa pindi unapokuwa hauna au pindi unapokuwa nacho na bado akaendelea kuvumilia hali hiyo, wewe ni mwanaume ambaye unatakiwa kujipongeza, kwani umeingia kwenye mahusiano na mwanamke ambaye katika siku za usoni atakufanya uwe moja kati ya wanadamu wenye mafanikio makubwa katika uso wa dunia, kwani kupitia namna ambavyo anaweza kuendana na uchumi wako, atakuepusha kuingia kwenye madeni yasiyokuwa ya msingi, atakuepusha kuingia kwenye stresi mbalimbali, ili mradi tu uweze kumtimizia mahitaji yake. Wakati mwingine yanakuwa ni mahitaji yasiyokuwa ya lazima wala yasiyokuwa ya msingi katika maisha yake. Namba 4, mwanamke ambaye anafanya akili yako iwe na utulivu na moyo wako uwe na amani. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, akili ya mwanadamu inaweza kufanya kazi vizuri pale anapokuwa katika eneo lenye utulivu na moyo wake ukiwa na amani. Na ndiyo maana wapo wananzengo ambao husema ni bora dagaa kwenye amani kuliko nyama kwenye vita, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Ili mwanadamu aweze kutimiza malengo yake na awe na mafanikio kuliko binadamu wengine, lazima akili yake iweze kufikiria kwa umakini wa hali ya juu, tena katika utulivu wa hali ya juu, namna gani ambavyo anaweza kupiga hatua kutoka hali ngumu ya kiuchumi aliyokuwa nayo na kufanikiwa kufikia hali nzuri ya kiuchumi katika maisha yake. Kama wewe ni moja kati ya wanaume ambao wameingia kwenye mahusiano na mwanamke wa aina hii, basi wewe utakwenda kuwa miongoni mwa wanaume wenye mafanikio, kwa sababu akili yako itakuwa na utulivu. Kwa sababu ya utulivu uliokuwa nao, fikra zako zitakuwa chanya, utaweza kutafuta njia ya kufanikiwa kwenye maisha yako katika utulivu na amani ambayo ipo katika moyo wako. Namba 5, mwanamke ambaye anafanya ujiamini kila wakati na ujione wewe ni shujaa katika malengo na ndoto ambazo unazo maishani mwako. Moja kati ya mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, maneno ambayo mwanamke ambaye upo naye katika mahusiano anayoyazungumza kwenye kinywa chake yanaweza kuwa ni chachu ya kukufanya wewe ufanikiwe
au chachu ya kukufanya wewe usifanikiwe. Mwanamke anapokuwa anazungumza maneno ambayo yanajirudia rudia, maneno ambayo yanakufanya ujihisi dhaifu, imani yako ipotee, yani uwe mtu ambaye haujiamini tena, hautaweza kufanikiwa, kwa sababu kujiamini ni kanuni mojawapo ya mafanikio. Lakini ukiwa kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anakutia moyo, anakufariji, anakutamkia maneno mazuri ambayo kila anapoyatamka mbele yako yanakujengea hali ya kujiamini na kujiona wewe ni shujaa ambaye unaweza kutimiza malengo yako bila hata msaada wa mwanadamu mwingine, bila kujali unapitia changamoto gani, basi wewe ni moja kati ya wanaume wenye bahati katika uso wa dunia. Kwa hakika utakwenda kufanikiwa. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.